So guys, mimi niseme hii inachekesha. Eti sasa wabunge ndani ya bunge ya nchi ya Kenya wameungana kwa pamoja na wakaenda wakaketi wakawa wanajadili mswada ambao umeweza kuwekwa mbele yao, ambapo ulikuwa unazungumzia kuhusiana na mpango mzima wa kufunga TikTok kabisa nchini Kenya. Yani ilikuwa inapaswa leo iwe rasmi ya kwamba TikTok itafungwa nchini Kenya baada ya kwamba sheria imepitishwa ndani ya bunge. Lakini baada ya muda mchache niseme, ambapo wabunge waliketi na wakawa wanajadili hili swala ama huno mswada wa kufunga TikTok nchini Kenya, kwa sababu ambazo zilikuwa zimetolewa hapa ambazo tutaziongelelea, mwisho wa siku wakafikiana ya kwamba wasifunge TikTok, lakini waweze kuweka sheria mbadala ambayo itakuwa inaongoza ama itakuwa inafuatiliwa kwenye mtandao wa TikTok, ambapo kuna baadhi ya features ambazo zinatumika kwa sasa. Ikishafika wakati ino sheria ambayo imewekwa kwa sasa, features kama hizo zitakuwa hazipatikani kwa TikTok. Ifahamike tu kwa juzi tuliona kwamba kuna video takriban 3,000 ambazo zilitengenezwa ndani ya nchi ya Kenya kwenye maudhui ya TikTok, ambazo zilishukishwa chini na wale wenyewe wa TikTok ya kwamba zinaenda tofauti na maadilifu, yani haziendani na maadilifu yale ambayo yanapaswa yawe yako kwenye jamii, ambapo zilishukishwa chini video kama hizo kwa sababu zilikuwa zina matusi ama ziko na mafunzo ambayo hayastahili. So tuweze kuzungumza hapa ni kitu gani ambacho kilifanya mpaka wabunge ndani ya bunge la nchi ya Kenya waweze kuzungumzia mswada mzima huno wa kufungia TikTok ili isiweze kufanya kazi ndani ya nchi ya Kenya. Tuzungumze sana kitu ambacho walikuwa wanazingatia mbali na uadilifu, ni yale matusi ambayo yalikuwa yakitukanwa kwenye TikTok kuelekea kwa Rais William Samoei Ruto. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni ile ambayo tunaita mobilization ambayo ilikuwa inafanya